Naliamsha dude. Unawasha moto bila kuwa na kikosi cha zima moto. Kwa siku ya Ijumaa anasema hii kazi yetu tumeifanya. Nikamwambia basi sawa. Kwa wakakutajia kabisa umepewa ujauzito na fulani. Exactly. Okay. Ni kwa Jima yule anayejiita askofu. Ndio akasema anayejiita. Kwa sababu ile ni kujiita tu. Kuna process zile za kuwa askofu kwenye upande wa nani, na sisi tunasoma Biblia. Siku moja tukipata nafasi ya kuchambua maandiko, huko nako niko vizuri. Na nafurahia kwa nini namwamini Mungu katika hiyo area. Haleluya, 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 haleluya. Mpigie Bwana makofi ya shangwe na vigelegele. Ni neema ya ajabu kupata fursa na kibali cha kusimama madhabahuni pa mtumishi wa Mungu askofu. Nimebarikiwa sana na sielewi kama fursa inaweza kujirudia mara ya pili. Lakini kwa maana imeshakwisha kutokea, imekwisha kutokea. Ninalo neno moja kwa kanisa. Taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania liko mikononi mwa kanisa. Uimara wa kanisa ni uimara wa taifa. Kama taifa halitakuwa imara, basi kanisa pia haliko imara. Kanisa kama limesahau wajibu wake, basi hata viongozi watasahau wajibu wao. Ukisoma katika kitabu kimoja cha Zaburi, sura ile ya 24, tasoma kuanzia mstari wa 3. Ni nani atakayepanda katika mlima wa Bwana? Ni nani atakayesimama katika patakatifu pake? Mtu aliye na mikono safi na mwenye moyo mweupe, asiyejiinua nafsi yake kwa ubatili, wala hakuapa kwa hila. Atakapokea baraka kwa Bwana, na hakika kwa Mungu wa wokovu wake. Hii ndicho kizazi cha wamtafutao uso wake, Mungu wa Yakobo. Haya maneno yananifundisha kitu cha ajabu sana, ambalo naomba niliachie taifa. Mtu atakayepanda mahala patakatifu, mtu atakayesimama katika mlima mtakatifu. Mlima huu mimi nauona uko pale Magogoni. Mtu atakayeenda Ikulu lazima awe na moyo safi na asiyeapa kwa hila. Lazima awe na moyo safi, asiyejiinua nafsi yake. Naliachia kanisa kuhakikisha hilo. Mungu awabariki. Hatua zako Bwana nitazikanyaga, siku zangu zote ukae na mimi nishinde Bwana. Siwezi kukuacha Bwana wangu Naliamsha dude. Unawasha moto bila kuwa na kikosi cha zima moto. Anahangaika 1 2 3 tujue namna ya kufanya. Sawa. Then mimi nikaondoka. Nilivyoondoka kurudi nyumbani. Hiyo story iliyokuja haina uhusiano na hichi au ni story nyingine tu? Ni sehemu tu ya hii. Ambayo yenyewe sio mbaya kutuambia ama ni mbaya kutuambia. Ndio mkitaka tuambie. Ndio wakaja kulipa story ya kwamba kuna story wameipata. Inaumhusu mama mmoja ambaye yule mama amepewa ujauzito na ametelekezwa. Lakini yule mama amezunguka kwenye ofisi za serikali kuomba msaada, hajapata. Na mtu aliyempa mimba yupo. Nikasema okay. Sasa amefanyaje? Anasema ameshajifungua na aishi kwa shida. Sasa mimi niliwaamini kwa sababu moja. Sio story ya kwanza ambao walishawahi kuniambia kama mkuu wa mkoa kwamba mkuu, unaonaje hii katika sehemu za mamlaka yenu? Pamoja na yule mtu mwingine aliyeng'olewa macho, nafikiri umefahamu. Story mimi sio kwamba nilienda kumfahamu yule mtu. Ni waandishi wa habari wamekuja wakanieleza, tukaanza kutake action, na mwisho wa siku tukampeleka mpaka kupima na nini, na baadhi ya vitu tulifanikiwa kumsaidia, na baadhi ya ahadi zingine na imani wanaendelea kutekeleza wale wafanya nini? Wale waahidi. Bila kumbuka niahidi kama milioni 10 kumtibu, nikaahidi na kumpeleka na kumpatia pikipiki pamoja na bajaji, nilifanikiwa kumkabidhi. Kwa hiyo alivyoniambia vile nikasema ni kweli, akasema ni kweli. Tena tumepata shida kweli. Na hii story sasa nikikurudisha nyuma nimekwambia hata
kwenye ile Jumatano walisema. Kwa hiyo siku ya Ijumaa anasema hii kazi yetu tumeifanya. Nikamwambia basi sawa. Kwa wakakutajia kabisa amepewa ujauzito na fulani. Exactly. Okay. Ni kwa Jima yule anayejiita askofu. Ndio wakasema anayejiita. Kwa sababu ile ni kujiita tu. Kuna process zile za kuwa askofu kwenye upande wa nani. Na sisi tunasoma Biblia, siku moja tukipata nafasi ya kuchambua maandiko, huko nako niko vizuri. Na furahia kwa nini namwamini Mungu katika hiyo area. Kwa hiyo tulichokifanya pale kilipokamilika, wakaniambia wameshakamilisha kazi yao. Nikamuita yule program manager wao, nikamwambia bana, hawa watu wameniambia na 1 2 3, hakikisha mmebalance story as a professional. Mimi nataka kuangalia kwa nini watendaji wangu hawajamsaidia huyu mtu, kwa sababu ameenda Kisutu mahakamani, ameenda wapi. Na baadaye nikaja kuambiwa kumbe hawajamhoji wao peke yao. Yule mama katika kutafuta misaada alienda pia kwenye ofisi za ustawi wa maendeleo ya jamii. Alipofika kwenye zile ofisi, wale wenye ofisi wana mahusiano na Uhuru FM kama sehemu ya story, wakawajulisha kumbe na Uhuru FM walishawahi kumhoji yule mama. Kasema kwa hiyo story imefikia mpaka hiyo hatua. Lakini mama ameenda mpaka Oysterbay polisi, kasema kamwambiaje hawajamsaidia. By that time wakati anaenda ilisemekana ya kwamba yule bwana ameitwa kwenye mambo ya madawa ya kulevya. Kwa hiyo akamwambia subiri kwanza. Kwa hiyo mama anabaki anahangaika tu. Akasema anyway, mimi nitakuja kuona kwa upande wangu wa watumishi wangu kwa nini hawawasaidii wananchi wanyonge. Ndio wajibu tuliopewa. Mimi nikaondoka zangu. Fuata usiku wakasema wana kipindi chao. Hakuna mtu aliyekuwa anajua kwamba kile kipindi kiko kinapendwa. Ni kama sehemu ya kurefresh. Kwa siku watu tumekaa kwenye TV, tena mimi sikuwa peke yangu, nilikuwa baadhi na watu nyumbani wanakuja kutembea, tumekaa pale tunaangalia. Hata imefika saa 4 nafikiri kama na nusu. Sasa hawa watu waliniambia wana story fulani. Na mimi hiyo story ingenipa uhalali wa kuwahoji watumishi wangu. Mbona nyinyi mnalalamikiwa hamsaidii watu, mmekula hela nini? Mnaogopa. Kwa sababu kila mtu ana haki ya kusikilizwa na ana haki ya kuwajibishwa pale anapoenda anaenda kinyume na utaratibu. Baada ya pale kilichofuata nikawa ninawatafuta kwenye simu. Sasa leo mtafuta ni kwa ajili ya editing. Niko pale Clouds. Nimekumbuka kwamba Ijumaa ndio hii. Weekend imefanya nini? Imefika. Kupiga simu hapatikani. Nikamtuma kijana mmoja kwa naye pale nyumbani. Hebu nenda pale kanichekie fulani tujue nini kinachoendelea, kazi yetu imekaaje. Wakati ameondoka nyumbani, mimi nikakumbuka ya kwamba hii kazi nilisema nitaipitia mwenyewe. Ila documentary nitaipitia mwenyewe. Kwa nini nisiende? Sasa natoka vipi? Wale vijana wanaokuwa nao mchana hawapo. Na unaweza kupata breakdown huku njiani ukakutana jambo lolote, hata mtu amelewa, inaonekana kama leo usiku ulikuwa unaenda wapi au ulikuwa na magendo yako na nini. Nikawapigia simu. Kuwapigia simu sikuwapata. Nikasema sio mbaya, nikawachukua askari wa nyumbani. Ambao sababu wale askari hawalindi jengo. Wanakulinda wewe kwa cheo ulichokuwa nacho. Kiasi kama ukikiacha hicho cheo wale askari huwezi kuwa nao tena. Nikatoka pale, tukaingia kwenye gari, tukaenda pale. Tulipofika pale kama kawaida. Ndio nasema kama ni igizo la uvamizi. Kama kawaida, hata ukiangalia ile clip ule mlango ulipofunguliwa sio uvamizi. Definition ya uvamizi ukienda kisheria ni kitu kingine kabisa. Ni mantiki ya kutumia nguvu. Yaani aidha kuna mlango umevunjwa au kuna mtu amepigwa au kuna chochote kile, lakini ukiangalia ile clip utaona mlango ule unafunguliwa na tena anayefungua mlango ameweka miguu yake juu, yuko comfortable kwa sababu anajua ni kawaida mheshimiwa kuwa naye hapa. Na ni kawaida yeye kuwa na nini? Na ulinzi. Na mimi kama uliona kwenye ile clip niligeuka nyuma. Nikamwambia yule askari waambie na wenzako waje kwa sababu kujua kuna sehemu ya kukaa badala nyinyi kukaa nje. Lakini kwa wakati huo wao wenyewe wanakuja kwa sababu hauwezi wakakuacha ukaingia ndani. Akitokea mtu akasema kwamba aliingia mle ndani akakutana na jamaa mmoja mfanyabiashara madawa kulevya akampa bilioni 10. Askari wataulizwa mlikuwa wapi? Tulibaki nje. Kufanya nini? Yaani leo kiongozi anaingia huko ndani afa askari wanabaki nje. Lakini nani asiyejua kwenye vita hii ya madawa kulevya wako tayari hata kuweka chemical kwenye kiti wanachokijua na kaaga. Na ndio maana nilikuwa nalazimika kwa selective hata sehemu za kufanya nini? Za kula. Tukaingia ndani. Tumeingia ndani kwa mantiki ya kwanza ya documentary yetu. Baadaye nikamwona kijana anapita akamwambia, nyinyi bana leo mmekula hela. Vipi bro? Anambia nyinyi mmekula hela. Na sisi kwa sababu ukipanda kule papa kwenye ngazi, chumba cha makompyuta kiko kwenye floor ya kwanza, sio kama nimesahau, sio ya pili.
lakini mkono wako wa kulia, floor ya pili, mkono wako ngapi? Wa kulia, no, wa kulia. Kwa hiyo utakata hivi, na kule namba studio tukakata pale kuna sehemu ya kukaa. Sasa askari wangu wako pale, na muona dogo mmoja, nikamwambia nyie mmekula hela. Tutia hela. Mkoma balance story mkaamua kula hela. Mbona hii story yenu umeua? Mnasumbua, mnasema wananchi anateseka na nini, si kaenda polisi hajasaidiwa, kumbe na nyinyi wenyewe. Kwa hiyo nyinyi na polisi wangu mnaowasingizia nyinyi mko sawa. Kwa nini ulifikiria wamekula hela? Walichokieleza kwangu hakikuwa na sababu ya kutokwenda ule. Lakini kama walikuwa wametafuta story, wanatakiwa kwenda kuirusha, alafu ghafla wameiacha. Maana aidha kwenye kubalance story wamekutana na taarifa tofauti, au wamekula rushwa kufikia hatua sitoe story. Na kwa story ilikuwa inamgusa mtu ambaye amejimwambafai ni mtakatifu na mkamilifu, kwa matendo yake ni tofauti. Kama Biblia inasema tutawajua kwa matendo yao. Baada ya hiyo wakaniambia hapana, tujala hela. Nikasema hapana. Nikasema hapana, tumezuiwa. Nani? Wakaniambia. Nikampigia simu. Bro, nasikia tu umezuiwa kipindi cha 1 2 3. Mbona umenilalamikia kwamba mama na nisije ngana najikuta na take action ya kuwashughulikia watu, kwa sababu mimi sipendi mwananchi anyanyasike. Ninaweza kujikuta na msulubu mtumishi wangu kwamba ameshindwa kumsikiliza, kumbe kesi yenyewe sio ya ukweli, nikawa naonea. Kwa nikamwambia kumbe una taarifa kamili juu ya hili jambo. Akasema mimi siwezi kuzuia. Baada ya dakika 3, hebu ngoja subiri kidogo. Huko nani? Nikamwambia kuna Sudi hapa karibu. Akamwambia naomba niongee naye. Nikampa Sudi simu, akaongea naye. Baada ya kuongea naye akaniambia nakupigia bro sio muda mrefu. Huyo anakusaka. Baada ya muda sio mrefu akanipigia Ruge. Ruge alivyonipigia akaniambia bro ni mimi. Nikamwambia vipi? Kama kuna story hapa nasikia umeizuia. Akasema ni mimi. Kama mbona umeizuia? Akasema kwani uko na interest nayo? Akasema hapana. Interest yangu naijua siku zote kwa ajili ya wananchi. Sasa ungeniambia kama una interest nayo. Mimi sikujua. Nikamwambia sasa kaka hiyo mama mbona ananyanyasika na anapoonekana? Inakuwaje na kwa hivi? Nikamwambia haya bana, kwenye mapambano yetu ya madawa haya kuna mambo mengi, lakini wanyonge kama hawa. Mimi nilifikiri TV yako imejipambanua kama inatoa habari za kuwasaidia watu. Sasa sije kama mnasaidia watu wale mna interest nao za kupata hata hela kupitia wao. Lakini hao wanyonge wengine ambao hawana chochote kile mnafukia nini? Story zao. Nikamwambia sijapendezwa na hili jambo. Kama una taarifa zingine naombeni mnisaidie ili nijue kama mwananchi anahitaji kusaidiwa au la hahitaji kufanya nini? Kusaidiwa. Baada ya pale tukaingia kwenye chumba chetu cha nini? Kwa ile main agenda tulikuwa nayo. Tumeingia mle ndani, tumehangaika ku edit pale na nini. Wale vijana wakaniambia hata kipindi chenyewe bro sio kama sisi tukisha kukamilisha clip zenyewe mama ni hivi na hivi. Akasema wala haina shida. Nikatoka pale mle ndani, nikachukua ile material ambayo tulikuwa tuna edit kwa ajili ya program ya mwaka mmoja, nikaondoka. Na sikukaa muda mrefu sana. Baada ya kuondoka asubuhi ya siku ya Jumamosi, nikampigia Kusaga simu. Kaambia Kusaga, kaka kuna kitu hapa sijakipenda. Huyu mama kweli kuna hoja ya msingi. Kama kuna hoja ya msingi tumsaidieni basi. Kama kuna hoja ya msingi niambieni ili nisije nikawajibisha watumishi wangu. Tena ni vyema tukutane. Lini? Tukakubaliana tukutane siku ya Jumamosi. Jumapili. Saa ngapi? Nikamwambia muda wenyewe mtakaochagua. Wapi? Kama nyumbani kokote, kwa sababu wanakuja nyumbani ninaweza kwenda kwao. Tukakubaliana. Baada ya pale Jumapili saa 4 asubuhi ninaamka ninaona kuna clip zinazunguka kwamba nimevamia. Ninanyoa simu nikampigia Kusaga. Kaka, mbona naona kuna clip hapa inazunguka kwamba nimevamia? Hapo hivyo nini? Nikamwambia naona kuna clip hapa ile ya jana wakati tunaongea juzi usiku nilipokuja kwako. Sasa kuna clip hapo imeonekana kwamba mimi nimevamia vipi? Naye akaambia hebu ngoja nicheki bro. Nikamwambia sawa. Lakini tutakutana saa ngapi? Kwa sababu unajua tuna miadi ya kufanya kukutana. Akasema najisikia vibaya, nafikiri tungekutana kwa saa 6:30, ngoja nipite kwanza hospitali afu. Nikamwambia sawa. Nimekaa kusubiri saa 6:30, hakuna aliyetokea. Nikaanza kuwapigia simu, nobody aliyeweza kupokea simu yangu. Baadaye sasa naona kwenye mitandao kama mimi na nini, wengine nikaanza kuona ukiingia kwenye magrupu hivi unaona comment ya Ruge, huyu ni yeye. Nimevamia. Hao. Una screenshot unamtumia kwamba huu ni ujumbe wako. Wakati mwingine mtu anaweza kutumia namba za watu kuchonganisha watu kwa nini? Kwa mitandao. Huu ni ujumbe wako. Basi kwa sababu hawajapatikana, hawataki kupokea simu zangu, hawanijibu chochote kile meeting yetu, si sawa. Jumatatu asubuhi nasikia watu wako kwenye TV. Mambo yaliyoelezwa
ndio yaliyonisikitisha na kuniachia maswali mengi sana. Nimeuona uongo wa Ruge hadharani, nimeuona utapeli wake hadharani. Nimesikitikia sana kazi ya msalaba, kwamba Yesu alifanya kazi kubwa, lakini kumbe tunaweza kuumizana na kugeukana sisi kwa sisi. Nilijiuliza maswali mengi sana. Mmoja wapo alikuwa anasema, kama mimi nimekosea kwa mahusiano ambayo tunafahamiana, ambao mimi nimeriski baadhi ya mambo kwa ajili ya kuwasaidia wao, na wao wenyewe wanajua wameriski mambo baada ya kunisaidia mimi, tumekosana to that extent kwamba tumefikia kwenye kiwango hiki. Ndio maana hata simu zangu waligoma kupokea. Kulikuwa na ajenda gani? Okay, ni kosa langu la kwanza au ni makosa mangapi? Je, walishindwa kumtafuta hata kiongozi mkubwa wangu hata mmoja kumwambia kwamba bwana, tuyafurahishwa na ndugu yetu mwenzetu ambaye tunashinda naye, tunakula naye na tunaishi naye? Kasa ni kitu gani kimewasukuma wameenda spidi hivyo? Lakini wale waliokuwa maadui zao wa miaka nenda rudi leo wamekuwa marafiki zao. Maana yake kumbe nilikuwa nakimbia katika vita ya madawa kulevya nikiamini ya kwamba naweza kula salama pale, naweza kucheza pale, naweza kucheka pale. Kumbe nilikokuwa nakimbilia ndio maadui wamenifukuza. Unakimbizwa hapa na maadui, wanaenda unakimbia unategemea unaenda nyumbani kwenu. Unafika nyumbani kwenu unamkuta kaka yako ndo amechukua kisu, yeye ndo anakumalizia kukuchoma. Alafu maadui zako wanabaki wanashangilia. Mambo mengi yanayojitokeza katika interview yake, naomba leo niyaseme matatu tu yaliyonishangaza. Na ina contradiction, na ndio maana kuna baadhi ya yule ambaye analalamikiwa, Gwajima yule analalamikiwa na yule mama kumpa mimba na kumkimbia na mtoto wake, hataki kumsaidia, na after all mpaka alishaitwa mpaka Amana kwa taarifa yako, na akaandika maelezo pale, na sasa hivi anagomea kupima DNA ili ionyeshe damu kama ni ya mtoto au sio mtoto, na walishamuita yule mama, anahangaika kumtisha ili wampe vitu vingi kiasi kwamba hata ukienda kusema huko utaonekana kama unataka mtu personal, lakini I don't want to go that much. Na ndio maana nasema Dr. Harrison Mwakembe ana details za kutosha, wakati wake ukifika atasema. Mambo matatu yaliyonishangaza. La kwanza, nimevamia. Sio kweli wananchi wa mkoa wangu na Watanzania kwa ujumla. Sijawahi kuvamia kituo chochote kile cha polisi. Nafasi yangu kama Charuninga. Nafasi yangu kama mkuu wa mkoa ninaweza kumuita mtu yoyote yule. Na ndio maana kwenye mantiki ya kujiuliza nina maswali zaidi ya 50 kwenye lile neno tu kuvamia. La kwanza, wanasema kwamba nilivamia na kulazimisha kipindi kirushwe wakati kipindi kile kilikuwa kiko live. Watanzania na wananchi wenzangu, hapa tuko live. Ukija hapa kuvamia, huwezi kuonekana kwenye kamera zote zilizoko hapa wakati kipindi kiko live. The answer is no. Kuvamia chumba cha matangazo. Ndio chumba cha matangazo ni kushawishi kule control room, kama hapa chumba kinachorusha. Kama hapa tulipo sisi kule walioko control, chumba kinachorusha. Maana yake nyinyi mlioko hapa ndio nawalazimisha mrushe, kwa sababu kile kipindi ni cha live. Lakini na pili swali mnao 50, ila siwezi kwa sababu muda hautoshi. Basi kama muda wenyewe ni mchache. Na pili swali la kujiuliza tu, kipindi kinarushwa kuanzia saa 3 mpaka saa 5. Mimi nimefika pale saa 5 kasorobo. Saa 5 kasorobo, maana yake ni mwisho wa nini? Wa kipindi. Ulivamia ili kirushwe saa ngapi? Ulilazimisha ili warushe saa ngapi? Tuache huko. Neno hili la kuvamia ni igizo kama igizo la Islingo. Na hata nyinyi leo hii, kwa sababu kwenye vita lazima muelewe. Hata nyinyi leo hii mlioamua kuniunga mkono au mlioamua kufanya professionalism yenu ya kutaka kubalance story, watawataki kwa kila namna. Kwa sababu wanataka waondoe watu wote nyuma ya mkuu wa mkoa. Mkuu wa mkoa abaki peke yake, wamuue. Na wakishamuua watangaze hakuna aliyeshinda vita ya madawa ya kulevya, wala aliyepigana vita ya madawa ya kulevya kabaki salama. Uyadili na dili za watu. Twende. La pili ambalo limenishangaza na kuona uongo wa Ruge. Sasa pale Clouds na ndugu zangu wengi tu, eti yote yanayofanyika kwenye mkoa wa Dar es Salaam yeye ni kama mind master, kwamba ni akili zake. Mimi nafahamu Ruge ana akili kama wanadamu wengine walivyo na akili, lakini naamini ana akili nzuri sana ya kutunga nyimbo za mapenzi na ngonjera, lakini sio akili ya kuongoza mkoa wenye changamoto kubwa kama huu. Sisi tuna brainstorm hapa, ninazo mind hapa.
zinazofikiri. Sio kwamba kila tunachokifanya ametuambia yeye. Nitakupa kwa ufupi tu. Kampeni iliyofanyika ada mpya, Clouds walikuwa na kampeni wakipingana na ndugu zao wa EFM. EFM walikuwa na kampeni ya kufanya kwenye mitaa ambayo ilikuwa nashika watu, ana mashindano ya pikipiki ana nini. Kama mshindani wao, Clouds wakabuni kampeni yao ya kutaka kumdefeat mwenzao EFM. Kimsingi walikuwa waongei na ni madui, lakini walipatana juzi. Hiyo nitakuja kumalizia baadaye. Wakaanzisha kampeni yao ya ngoma zinaitwa Segeli ya kuzunguka, wanasema tunaenda kuionyesha Dar sehemu mpya na nini kule ambako hujafikika. Mimi nikawa na discussion na EFM kwa sababu taratibu tulionao hapa mkoani tuliamua kushirikisha private sector